Yes, Mungu ametupa neema nyingine tena ambayo imebeba majira na nyakati hizi. Kwa hiyo kuna hatua ambayo Mungu anatupeleka. Nikuombe mtu wa Mungu uweze kusubscribe hiyo channel yetu Lango Media TV ili iwe njia rahisi ya wewe kuzidi kupata maarifa kutoka kwenye madhabahu, lakini unaweza ukashare. Neno la wakati linasema wewe ni mtu wa ahadi. Wewe ni mtu uliyebeba ahadi za Mungu. Wewe ni mtu uliyeahidiwa na Mungu. Kwa hiyo kuna mambo mawili. Wewe ni mtu wa ahadi, lakini wewe ni mtu uliyebeba ahadi. Ni ahadi ambazo zinatoka kwa Mungu aliye hai. Naweza kusema kila mmoja Mungu amemwahidi. Leo tupo majira ya mwisho wa mwaka. Tunaelekea mwanzo wa mwaka 2026. Lakini kabla hujafika mwaka 2026, ujue wazi kuna ahadi ambazo Mungu ameziweka. Ili ukifika mwaka 2026, unapoingia mwaka 2026, kuna ahadi ambazo utakutana nazo wewe mtu wa Mungu. Siwezi jua ni ahadi zipi, ila utajua ukisoma kile kitabu cha Mwanzo mlango ule wa 12, kianza mstari wa kwanza. Utaona vile ambavyo Mungu alivyomwahidi Ibrahimu. Ibrahimu akuomba maombi, lakini Ibrahimu alikutana na ahadi za Mungu. Na Mungu akuangalia maombi ya Ibrahimu. Mungu alitazama ahadi alizomwahidi Ibrahimu. Ukisoma katika kitabu hicho cha Mwanzo mlango ule wa 12 mstari wa kwanza, neno linasema Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Ukisoma mstari wa pili, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Na mstari wa tatu, nami nitawabariki wakubarikio, naye akulanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Ahadi ya kwanza aliyomwahidi, alimwambia atamfanya kuwa baraka. Na ahadi ya pili alimwambia nitakufanya uwe taifa. Katika ahadi mbili hizi mtu wa Mungu, unaona akimwambia kumtoa katika nyumba ya baba yake, katika nchi yake, lakini katika jamaa zake. Mungu alichokuwa naangalia ni ahadi ambayo iko mbele ya Ibrahimu. Kwa hiyo unaona, baada ya kumtenga na familia na jamaa zake na nchi aliyokuwa akiishi, unaona ahadi zinaanza kutimia. Ahadi ambazo Mungu amemwahidi zinaanza kutokea, kwamba wewe nimekuahidi utakuwa taifa, nimekuahidi nitakubariki. Zile baraka na ule ukuu wa kusema kwamba yeye ni taifa, tayari zile ahadi zikawa zinatimia. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ahadi ya Mungu huwa inadaiwa. Lazima ifike sehemu umuulize Mungu, umeniahidi nini kwenye maisha yangu? Nataka nijue ahadi ambayo umeniahidi. Ili uvuke, kinachokuvusha ni ahadi ya Mungu. Kuna wakati Mungu utamuomba, utaona amenyamaza, ipo kimya.
yupo kimya, amekusikia lakini haongei. Mungu haongei, ila anachokitazama ni ahadi zake ambazo yeye amekuwekea mbele. Kwa hiyo watu wengi tumekuja kukosana na Mungu kitu kidogo tu. Sio kwa sababu naomba Mungu ataongea. Kuna wakati Mungu huwa ananyamaza kimya. Ukimya ule, Mungu anatazama ahadi zake ambazo amekuahidi wewe. Kwa hiyo ukiona Mungu amekaa kimya, ukiona unaomba na Mungu yupo kimya, hatua inayofuata, anza kudai ahadi ambazo yeye Mungu amekuahidi wewe. Maana hiyo ahadi ya Mungu ndiyo ambayo inakufikisha mahali ambapo wewe unatakiwa ufike. Pasipo ahadi ya Mungu hauwezi kufika popote, ila kwa ahadi ambazo Mungu amekuahidi kama mtu wa ahadi zake, ndio unaweza ukafika, kwa sababu kuna ahadi zinazokupeleka mahali. Mungu wakati wana wa Israeli anawatoa Misri, aliwapa vitu viwili ambavyo watatembea navyo. Cha kwanza aliwaambia, ninyi hakuna anayejua nchi niwapelekayo, mtakuwa pamoja na mimi ila kwa ishara hizi mbili. Ishara ya kwanza aliwaambia, ikiwa ni mchana mkiwa mnatembea, wingu litawaongoza, na usiku moto ndio ambao utakaokuwa unawaongoza. Kwa hiyo ahadi ambayo Mungu alikuwa ameiweka juu yao ni wingu na moto, kwamba wingu ndilo ambalo litawafikisha Kanaani na moto ndio ambao utawaonyesha njia ya kupita. Mpite wapi ili mfike kwenye nchi ya ahadi ambayo nimewaahidi mtakanye. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ahadi ndiyo inayokupeleka mwaka 2026. Ahadi ndiyo inayokufikisha mahali ambapo Mungu amesema wewe ufike. Kwa hiyo wewe ni mtu wa ahadi ambaye umeahidiwa. Ibrahimu aliambiwa kutoka, na maana leo ahadi ya Mungu inakwambia wewe ni mtu wa mataifa. Hauwezi kuwekewa mipaka ambayo itakuzuia wewe uwe wa hapo tu, iwe kiuchumi, iwe kisafari, iwe eneo lolote ambalo Mungu amekuahidi. Lazima usafiri ufike, lazima usafiri ufike. Ahadi ya Mungu ndio inayokufikisha na ndio inayokusafirisha. Kwa hiyo jitahidi au jifunze kutembea kisafari na ahadi ambazo Mungu amekuahidi wewe. Jitahidi kutembea na Mungu kwa namna ya kisafari ili uweze kufika mahali ambapo Mungu anataka ufike. Kwa hiyo tunahitaji kutembea na Mungu kisafari, lakini tukitazama ahadi ambazo ametuahidi. Mungu akupe neema ya kujua ahadi ambazo amekuahidi wewe, na Mungu akafungue milango ya wewe kupita. Kwa hiyo nikutie moyo, mwaka 2026 usiutazame kwa wengine. Kila mtu ana ahadi yake. Mtazame Mungu, tazama ahadi alizokuahidi wewe. Kwa hiyo ukianza kumtazama fulani amefanikiwaje, tambua kwamba hayo ni mafanikio ya fulani na wewe una mafanikio yake. Kwa hiyo msingi wa wewe kufanikiwa ni tofauti na msingi wa mwingine. Kwa hiyo jitahidi kutazama ahadi ambazo Mungu amekuahidi. Kwa hiyo ahadi za Mungu ndizo ambazo zinakupeleka kwenye ukuu, ndizo ambazo zinakupeleka kwenye mafanikio. Ni ahadi ambazo zinakuonyesha maendeleo yako. Kwa hiyo angalia ahadi ya Mungu ikiwa Mungu amekuahidi.
Na Mungu atukuzwe, Mungu ainuliwe, kwa maana amestahili kwa kipindi hiki cha mwisho wa mwaka, naye atakustahilisha wewe ambaye Mungu amekuchagua, Mungu amekuita. Mungu anataka ufike mahali ambapo yeye anahitaji uwepo. Kwa hiyo neema ambayo Mungu ameachia mwisho wa mwaka huu, ndiyo hiyo neema itakayokufikisha mwaka 2026. Ni mwaka ambao Mungu amekuahidi wewe. Maana hiyo amekuahidi kuinuka, amekuahidi kufanikiwa, amekuahidi kubarikiwa, amekuahidi wewe lazima utoke uwe mtu wa mataifa. Biashara yako lazima iwe ya kimataifa. Kila ambacho Mungu amekiahidi lazima kitimie. Mungu hajawahi kusema uongo, Mungu hajawahi kudanganya. Na Mungu akishasema amesema, hakuna pingae, hakuna kukataa. Kama ni ndio, ni ndio ya Mungu. Mwingine hata kama akisema hapana, ni sawa na makelele. Kwa hiyo wewe tazama ahadi ambazo Mungu amekuahidi wewe. Utazame msalaba wa Yesu. Msalaba wa Yesu ndio yote. Msalaba wa Yesu ndio ambao utamaliza shida zote, tabu zote, changamoto zote na matatizo yote. Mungu aliye hai, Mungu Mwenyezi, Mungu mwenye nguvu akubariki mahali ulipo na akuinue mahali alipo. Akuongeze kwa kiwango kile ambacho unastahili.